Bwana asifiwe. Bless the name of the Lord for having given us the opportunity of coming here today. Tubariki jina la Yesu Kristo kwa kutupa nafasi kuja hapa leo. And sometimes my mind goes around and asks questions which I don't know how others understand them. Wakati mwingine mawazo yangu zunguka na kuniuliza maswali ambayo sijui kama tunaweza kujajibu. One of the questions I'm asking at the back in my mind right now is, swali moja ambalo ninajiuliza katika mawazo yangu ni, whose idea was life? Ni wazo la nani ambalo lilikuwa hai? Whose idea was life? Ni wazo la nani ambalo lilikuwa moyo? Why didn't God think of making something like us? Ni kwa nini Mungu alifikiria kufanya kitu kama sisi? I don't know if you ever think about that. Sijui kama uliwahi fikiria jambo kama hilo. Sometimes the going becomes tough. Wakati mwingine mwendo wetu unakuwa mgumu. Sometimes you don't understand what is happening. Wakati mwingine hatuelewi ni nini inatendeka. Sometimes things are happening and you're feeling as if you are not in control. Wakati mwingine mambo yanatendeka na unajihisi ndani yako ni kana kwamba huwezi yazuia. At times there comes a time when there is nothing you can do about a particular situation. Wakati mwingine unafika unakuwa hakuna jambo ambalo unaweza tenda juu ya jambo fulani. And sometimes life seems to be a challenge. Na wakati mwingine maisha yanakuwa changamoto. I don't know whether you ever come to ask yourself. Sijui kama uliwahi fikiria kufikia wakati mmoja ujiulize mwenyewe. Why did you do this, Lord? Ni kwa nini ufanye jambo hili Bwana? Why did you make me man and didn't make me a tree? Ni kwa nini ulinifanya kuwa mwanadamu na wala si mti? In the midst of sickness or pain, katikati ya machungu ama magonjwa, you wish that you are made different, that you don't experience the pain. Unatamani ungefanywa kitu kingine ama kuwa mti ama jambo lingine ndiye bali si mwanadamu. And yet that's what we are. Na hivyo hicho ndicho ulicho. I want to say life is God's idea. Nataka kusema ya kwamba kuishi ni wazo la Mungu. Irrespective of circumstances. Bila kujali changamoto unazopitia. Irrespective of sorrows and pain. Kando na maumivu na changamoto unazopitia. Irrespective of joys and excitement. Kando na furaha ambayo unapitia. Life is God's idea. Kuishi ni wazo la Mungu. Hallelujah. Amina. Another thought. Wazo lingine. What makes me what I am? Ni nini inanifanya kuwa jinsi nilivyo? All of us here are different. Sisi sote tuko tofauti. We think differently. Tufikiria tofauti. Right now we are feeling differently. Saizi tunajihisi tofauti. And we know differently. Na tunajua mambo tofauti. What causes us to come up with those differences? Ni nini inafanya sisi tuwe na utofauti huo? The process of learning. Njia ya kusoma. Last night I was saying. Usiku uliopita kuna mani nilikuwa nasema. It's only Adam who was created and not complete. Ni Adam pekee ambaye aliumbwa akiwa amekamilika. With the full knowledge. Akiwa na akili kamilifu. He didn't go to anybody's school. Hakuenda kwa shule ya mtu yeyote. He was not taught by any mother or any father or any teacher. Na baba yeyote, mama yeyote ama mwalimu yeyote. Yet he had the capacity. Lakini alikuwa na uwezo to do what God told him to do. Kwa kufanya kile ambacho Mungu alikuwa anamwambia afanye. To name all the other creatures. Kuwapa majina viumbe vingine vyote. And I said, na nikasema, life is strange. Kuishi ama maisha ni kubadilika. And it come to a point, na ikafikia kiwango where we come to a point and accept our limitation. Mahali alifikia kiwango na akakubaliana na
We accept our limitation. Akakubaliana na kutoweza kwetu ama unyonge wetu. That ya kwamba there is somebody kuna mtu else who knows better than we know. Mwingine ambaye anajua zaidi ya kile tunajua. Who is greater than we are. Ambaye ni mkubwa zaidi yetu. Who controls things. Ambaye anafanya mambo, anazilia mambo, ama anaongoza mambo. And who chooses what to happen. Ambaye anachagua ni nini nastahili kutendeka. We may stand on our own. Tunaweza isimamia sisi wenyewe. From time to time. Kutoka muda hadi mwingine. We develop a sense of confidence. Tunajijengea ujasiri. A sense of self-sufficiency. Tunajijengea kitu ya kujisikia ya kwamba tunaweza. A sense of knowing. Kitu ambacho cha kujihisi ndani yetu ya kwamba tunajua. A sense of self-possessing. Hali ya kusikia ya kwamba tuko na mali yetu sisi wenyewe. And we tend to think. Na tuweze kufikiria. That we are okay. Ya kwamba tuko sawa. We are on our own. Sisi tunajiweza sisi wenyewe. We can never be more deceived than that. Hatuwezi danganyika zaidi ya hapo. We can never be more deceived than that. Hatuwezi danganyika zaidi ya hapo. Because kwa maana no sooner, it does not take long. Yaani haichukui muda mrefu. Before that which we thought we knew. Kabla hile jambo ambalo tulifikiria twajua. Becomes foolish. Huo ujinga. Before that which we thought we owned. Kabla ya kile jambo ambalo tunafikiria tuko nacho. Disappears. Upotea. Before the joy that we thought we had. Kabla ya furaha ambayo tufikiria tulikuwa nayo. Turn into sadness. Inageuka kuwa uchungu. And that brings us to the point. Na hiyo inatuleta mahali of seeking to know him. Ya kutafuta kumjua. Whose idea was right. Ambaye wazo lake lilikuwa hai. And as we talk about the birth, the death or resurrection of Jesus Christ. Na tunaponena kuhusu kifo na kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. We say it's a strange happening. Ni jambo ambalo si la kawaida lilitendeka. Why did it happen to happen? Ni kwa nini lilitendeka? And why did it have to happen the way it happened? Na ni kwa nini litendeke vile lilitendeka? And as I said, na kama vile nilisema, there are questions we may not have answers to. Kuna maswali mengine hatungekuwa na jawabu lake. But there are issues that we are better off accepting and believing. Lakini kuna mambo mengine eli tujakubali na tujaamini. They gives us a sense of kind of sense of being. Jana tupatia hali ya kuwa jinsi tulivyo. Why did he have to die? Ni kwa nini alikufa? Couldn't he have done it differently? Si angelifanya hilo jambo na njia nyingine tofauti. Why did he have to suffer so much pain? Ni kwa nini aliteseka uchungu mwingi? Wasn't there any alternative way? Kwani hakukuwa na njia nyingine? We come to a point where we say, tunafika mahali ambapo tusema, let God be God. Acha Mungu hawe Mungu. Let accept what he gives us. Acha tukubaliane na kile ambacho because he originates from him. Maana kinatoka kwake. He's the one who sustains us. Ni yeye anatuweka. He's the one who gives us. Ni yeye anatupatia. And he's the one who makes the processes of life continue. Na ni yeye anajua njia za kuendelea kwa maisha. Today let's read a few chapters of the book of John. Leo tusome vifungu vichache kwa kitabu cha Yohana. Last Sunday we read John chapter 18 and 19. Jumapili iliyopita tulisoma Yohana sura yake ya 19 na 18. Let's look at John chapter 20. Tuangalie sura ya 20 ya Yohana. We left Jesus in the grave. Tuliacha Yesu kaburini. After he had been buried. Baada ya kuzikwa. In a borrowed grave. Kwa kaburi ambayo ilikuwa imeombwa. What happened? Ni nini litendeka? Early on the first day of the week, while it was soon dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciples, the one Jesus loved, and said, they have taken the Lord out of the tomb,
and we don't know where they put him. So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from the scripture that Jesus had risen from the dead. Then the disciples went back to their homes, but Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. "Woman," he said, "why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking it was the gardener, he said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am returning to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her. On the evening on that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hand and his side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that he breathed on them and he said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe it." A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hand, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus said to him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Jesus did many other miraculous signs in the presence of the disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. That is the word of the Lord. Hilo ndilo neno la Bwana. A surprising thing. Jambo la kushangaza. Let me ask ourselves a question. Hata nijiulize swali moja. Many of us have come from families. Wengi wetu wametoka kwa jamii. We have lost our beloved ones. Tumepoteza wale ambao tunapenda. Maybe our great and grandmothers and grandfathers. Let's take the old ones. Wengine wa mababu zenu na nyanya zenu. Let me put it this way. Alafu tunaiweka in one night,
Kama usiku in moja, one morning, kama asubuhi you are moja, walking along the road unatembea kwa barabara and you met with your grandfather walking. na ukutane na mjukuu wako ama babu yako kitembea. Listen to what I'm saying. Sikiza vile If you are nasema. walking in an evening Kama unatembea njia and you meet moja, with your great grandmother who died 10 years ago, ukutane na babu yako aliyekufa miaka 10. how many of you would greet them? Ni wangapi wangewasalimia? How many of us would greet them? Ni wangapi wangewasalimia? I suspect the first reaction would be a scream. Hisia moja ya kwanza ingekuwa kupiga nduru. And you may say, I've been bewitched. Na ungesema mimi nimerogwa. I'm met with a ghost. Mimi nimekutana na roho ama ghost. Because Kwa sababu it is not common si jambo la kawaida for the dead to rise. ya mtu aliyekufa kufufuka. Hello? Hello. And the question of the resurrection of Jesus Christ Na swali la kufufuka kwa Yesu Kristo is really the center of Christianity. ni ndilo yani jambo la katikati la Ukristo. The center that the whole Christian believe together. Jambo ambalo limeshika Wakristo kuamini pamoja. And makes it completely distinct from any other religion. Na kufanya kuwa tofauti sana na uhusiano mwingine ule. We have many other religions. Tuko na dini zingine mingi. And they all have their originators. Na wote wako na mahali ambapo walitoka. Islam has got their Muhammad. Waislamu wako na Muhammad. Buddhism have got their Buddha. Buddhism wako na Buddha wao. Confucius have got theirs. Pia hao wako na Mungu wao ama And madhabahu. others have. Na wengine wako nao. But the difference between Christian faith Lakini utofauti kati ya uamini and this wa other faith na uaminifu wa wengine is that the originators of this other faith ni kwamba chanzo za imani ya hao wengine is true, they live like Jesus lived. ni ukweli, wanaishi kama vile Yesu aliishi. But when they died off, Lakini wakati walikufa, they came to a stop. wao walifika mwisho. When it comes to Christianity, Wakati unafika kwa mambo ya Wakristo, and the reason why we say Christianity is still alive, na kwa sababu ambayo tunasema ya kwamba Wakristo wako wanaishi, Christianity claims, ni kwamba Wakristo wanasema, Christianity claims Wakristo husema that Jesus rose from the ya dead. kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Christianity claims Wakristo husema that Jesus is alive. ya kwamba Yesu anaishi. How many of us believe that Jesus Christ is alive? Ni wangapi wetu wanaamini ya kwamba Yesu Kristo ako hai? I know you believe that Christ is alive. Ninajua unaamini ya kwamba Kristo But yuko watch hai. out what you are saying. Lakini chunga sana kile ambacho unasema. I suspect majority of us hold Christ being alive Ni wengi wetu wanashikilia Kristo kuwa from hai. the theoretical perspective, Kwa kutokana na mambo ambayo wanaangalia. not from the practical aspect of it. Si kwa mambo ambayo wanatenda. Hallelujah. Amina. If you believe that Christ is alive, Kama unaamini ya kwamba Kristo yuko hai, I'm telling you friends, nakwambia wapendwa, there's nothing shall bother you here. hakuna jambo lolote litakusumbua hapa. There's nothing that will weigh you down. Hakuna jambo lolote litakuangusha. Hallelujah. Amina. I'm saying this and I'm talking from my personal experience. Ninasema hivi na ninasema jambo hili I believe that Jesus rose from the dead, Ninaamini ya kwamba Yesu and I'm Kristo struggling to believe that Jesus is alive and today. Ninang'ang'ana kuamini ya kwamba Yesu anaishi. And the more you are able to believe that He's alive, Na jinsi ambavyo utaweza kuamini ya kwamba yuko hai, you have the answer. utakuwa na jawabu. Hallelujah. Amina. Did He rise from the dead? Alifufuka kutoka kwa kifo. Is He alive? Yeye ako hai. Is He alive? Yeye ako hai. Let's challenge ourselves. Is He alive? Tujitie changamoto. Is He alive? Ako hai. Are you sure? Kuna amani. He rose from the dead. Alifufuka kutoka kwa wafu. You know, the implication is so strong. The implication of that statement is so strong. Yaani jinsi unasema hilo jambo ni lina nguvu sana. Because you are saying, Maana unasema if Jesus is alive, kama Yesu yuko hai. and Hebrews 11:13 verse 8 says, Na Waebrania 13 fungu la 8 lasema Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yesu ni yule yule
jana, leo na hata It means that what he did then, inamaanisha ya kwamba jinsi vile alifanya he is wakati huo, doing today, anafanya and he leo can do today. na anaweza fanya leo. What we are saying is, Ndio tunasema ni if you believe that Jesus is alive,